اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wale wote napenda kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwamba tumekuwa katika ibada ya hija kwa salama na pia kuturudisha salama. Na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio falme wake wa kutujalia sisi sote mahujaji hasa kutoka Zanzibar ambao tumekwenda kule. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sote tumerudi kwa salama na mpaka tunarudi tunapata taarifa ya hija yetu mwenzetu yote labda amepata dhara yoyote kwa maana ya kiafya, kwa zile afya ndogo tuna kawaida. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na kiujumla ni kwamba katika ibada hii ambayo tumeondoka hapa Zanzibar tumekwenda sisi kwa bado tunaanza katika mji wa Madina na tulikwenda katika kutembelea maeneo tofauti ikiwemo katika kuona msikiti wa Mtume na baadaye tukaenda katika mji wa Maka ambapo kulikuwa kuna ibada ya kuu ya hija ilikuwa inafanyika huko, lakini pia katika kuona maeneo tofauti, lakini pia ikiwemo katika ile ibada kubwa ambayo ilifanyika katika mji wa Maka ikiwemo katika swala zima na kuwepo katika maeneo ya Mina, lakini baada ya kutoka maeneo ya Mina tukaelekea katika maeneo ya Arafa ambapo tulikaa pale katika viwanja vya Arafa kwa siku ile nzima ambapo tulikuwa pale ya mwezi 9 na tunashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah waumini wa Kiislamu kutoka mataifa yote duniani walikuwa pale katika kuomba kwa Mwenyezi Mungu na kuomba dua. Na baadaye tukamalizia kulala katika eneo la Muzdalifa na mwisho tena tukaendelea kumalizia katika eneo la Mina na kuendelea Jamarati kwenda kupiga mawe. Kwa jumla ibada ilikuwa vizuri kwa sababu katika makundi yote ambayo yalikwenda kule kila kundi lilikuwa na uongozi wake na kila uongozi ulikuwa unajitahidi sana katika kutoa maelezo kwa watu wake, kwa maana kwamba katika kuelekeza namna gani nzuri ya kuweza kufanya ile ibada. Na kwa jumla naomba niwasifu sana viongozi wetu wa dini alhamdulillah wakiongozwa na mashaikh wetu kutoka kama Sheikh Nawaf Mali Amana na ofisi ya mufti mkuu yao, ofisi ya mufti pia ilikuwa inasaidiana katika kuona kwa mashaikh wetu katika kila kundi wanawasaidia waumini namna nzuri ya kuweza kufanya ibada, na hii kwa kweli imesaidia sana kwa sababu hata yule ambaye alikuwa hajui basi alikuwa anafanya ibada kwa kujua anafanya nini kutokana na ile miongozo ambayo alikuwa anapewa. Lakini kubwa ambalo pia alikuwa viongozi wa dini hao walikuwa wanalisisitiza katika kuomba Mwenyezi Mungu, si lazima kama hujui kuomba dua kwa Kiarabu kasema lazima ombe kwa Kiarabu, omba hata kwa Kiswahili. Muhimu ni kuomba Mwenyezi Mungu, kuomba matatizo yako leo, lakini kuiombea nchi yetu katika mambo mbalimbali ikiwemo amani ya nchi yetu, lakini viongozi wakuu wa nchi Mheshimiwa Dr. Mwinyi na Dr. Samia kuona kwamba Mwenyezi Mungu anapa wepesi kuongoza nchi yetu kwa uzuri, lakini pia kuwazidisha baraka katika uongozi wao, lakini pia kuombea nchi yetu katika swala zima la vitendo vya udhalilishaji. Ilikuwa tunasisitiza sana katika kwamba tuombee nchi yetu katika mambo yote, lakini swala la udhalilishaji nalo tuombe Mwenyezi Mungu basi pia nalo atuondoshe katika nchi yetu. Kwa hiyo haya pia ni mambo ambayo ilikuwa yanaombewa dua katika kuona kwamba nchi yetu Mwenyezi Mungu inshallah atuondoshie mashaka haya. Na niombe sana kutoa wito kwanza naanza kwa wanawake wenzangu wa Kiislamu, ni kwamba wanawake wengi tumewaona wamejumuika katika ibada ya hija, tena wengi, na katika wengi huo maana yake ni kwamba hii inatuonesha kwamba wanawake tuna fursa kubwa na sisi ya kuwa tunashiriki katika ibada ya hija, na ni ibada ambayo haichagui jinsia ya mtu. Kwa niombe sana wanawake wenzangu wengi kujitokeza katika na kuona na sisi tunashiriki katika ibada ya hija, kwa sababu hii ni miongoni mwa nguzo zetu za Kiislamu. Lakini si wanawake tu peke yake, wanaume na katika umri tofauti, lakini hasa niwaombe sana. Maana tunaposema kwamba ibada ya hija hatusemi kama bado maguvu kama unanyanyua vyuma, lakini inahitaji mtu ambaye atakuwa na afya nzuri. Na afya nzuri maana yake katika umri sahihi. Kwa hiyo niombe sana tusisubiri mpaka mtu unastaafu unaona katika ibada ya hija. Mambo mengi sasa hivi tunashukuru serikali yetu imekuwa ikiyafanya kurahisisha. Mfuko wa hija tayari pia Mheshimiwa Rais wetu ameshaahidi kwamba utaanzishwa na mambo yake yanahusu sheria zake, na kama ameshakaa sawa. Sasa kama ameshakaa sawa, basi ni mgeni wetu kwa Waislamu wenzangu, tujitokezeni katika kuona sisi tunatumia mfuko huu wa hija ili tuweze kushiriki katika ibada ya hija. Na katika hizo taasisi mbalimbali kwamba wamekuwa wakichukua fedha, hata mtu anaweza kufadhili kwa miaka 2-3 ili kwa nao unapata ile nafasi ya kuona kama anaweza kushiriki katika hii ibada. Ni kwa ndani ya gharama ya pesa,
inahitaji afya, kwa maana kwamba uwezo wa afya, uwezo wa kifedha wote uwe nao. Lakini unaposema kwamba malengo unapoweka kusema kama mimi ninadhamiria uwezo Mwenyezi Mungu anijalie na mimi niweze kufika, basi wanasema penye nia pana njia. Na tumeshaambiwa Ibrahim alikwisha kuita watu wote kuitika katika ibada hii ya labbaik Allahumma labbaik. Kwa Waislamu sote tumeshaitwa. Kwa tumeshaitwa tuweke na nia. Ukishakuweka nia kwa maana mimi kwa uwezo Mwenyezi Mungu, usema baada ya miaka 2-3 basi mimi inshallah nitakwenda. Lakini utawekaje malengo yako haya? Maana lazima kwanza kuweka bajeti yako ili kuona nayo inakusaidia katika kuona inakufikisha. Na hakuna lisilowezekana kwa uwezo Mwenyezi Mungu. Yote yanawezekana. Kubwa ni kusema tu kwamba mimi nimeweka nia na mimi inshallah Mwenyezi Mungu anijalie niweze kwenda. Kwa niombe sana tukiwa tuna nguvu zetu tuende. Na nasema haya kwa sababu kule mambo mengi ni kwamba nataka utumie nguvu zako za mwili na si mambo mengine. Maki zaidi utumie mwili wako kwenda kurudi, kwa sababu ukisema Safa na Marwa maana yake uzunguke mara 7 nenda rudi na zunguka kwa miguu yako. Lakini pia ukisema unakwenda kufanya tawafu, maana tawafu unalizunguka Al-Kaaba mara 7 ni wewe mwenyewe unalizunguka. Na inapendeza sana kwamba unaweza kufanya mwenyewe yale mambo unapojisikia, hasa kama mimi nimefanya. Na umefanya maana unarudi na afya yako iko vizuri. Ingawa kama hali ya hewa wakati mwingine mavumbi na nini inapelekea watu kurudi na vifua kidogo vinanguruma kutokana na ile hali ambazo ziko kule na joto lilioko, lakini bado kama tunasema alhamdulillah kwamba tumefanikiwa. Tuombe Mwenyezi Mungu inshallah azijalie hija zetu zote ziwe makbul, atusamehe madhambi yetu yote inshallah kwa Mwenyezi Mungu, lakini ibariki nchi yetu na kuona kwamba mambo yanafanikiwa. Lakini pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Mwinyi kuweka na kuzungumza na wenzetu wa Saudia kuleta ndege moja kwa moja kutoka Saudia Zanzibar. Kwa kweli imerahisisha sana ibada ya hija, kwa sababu hujaji ambaye anaondoka Zanzibar kwenda Saudia Zanzibar hana stress ya safari. Anajua tu akishashuka ndege yake moja kaingia akishuka ameshuka. Kwa kweli katika hili basi inshallah niombe Waislamu wenzangu na Wazanzibari wenzangu kwa ujumla tumwombee sana Mheshimiwa Rais wetu. Mungu azidi kumpa nguvu, azidi kutuwekea mengi zaidi ili inshallah kwa miaka inayokuja mbele, maana kila mwaka anapokwenda basi baada ya hija yani zile taratibu zake zinakwenda kwa wepesi zaidi. Kama sasa tumeweza kufanikiwa kupata ndege moja kwa moja, basi tunaamini kwa mambo mengine nayo yatakuwa yanakwenda vizuri zaidi, ili mahujaji wetu tutakuwa wanakwenda kwa urahisi zaidi. Kwa hilo ningependa sana kuomba Waislamu wenzangu na inshallah naomba sana basi tujitokezeni na sisi pata kuona tunashiriki katika ibada hii, na inshallah mahujaji wote Mwenyezi Mungu inshallah jalie waliobakia warudi salama, lakini inshallah jalie hija zetu zote basi ziwe makbul inshallah kwa Mwenyezi Mungu, wa dhanba maghfur kwa Mwenyezi Mungu inshallah. Nashukuru sana, asante sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك